Hakika nimeyaona mateso ya watu wao. Hakika nimeyaona mateso ya watu wao. Walioko Misri. Nami nimesikia kilio chao. Na wale wanaofungua Biblia ni Kutoka 3:7. Soma. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wao. Hakika nimeyaona mateso ya watu wao. Walioko Misri. Nami nimesikia kilio chao. Kwa sababu ya wasimamizi wao. Maana nayajua maumivu yao. Isaya 60:11. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Pigia Bwana makofi na pigelegele glory. Maandiko inasema, Bwana akasema, nimeshuka mwenyewe, nimeyaona mateso yao, nimeyaona maumivu yao kwa sababu ya wasimamizi wao walioko katika nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli walikuwa kwa utumwa katika mji wa Misri. Waliteseka siku nyingi, walinyanyasika siku nyingi, walipigwa vita siku nyingi, walidhulumiwa siku nyingi, walidharauliwa siku nyingi. Maandiko inasema ya kwamba Bwana akawatazama akiwa mbali. Bwana akaona mateso ile watu wanavyoteswa. Bwana akaona maumivu ile watu wanavyoumizwa. Bwana akaona watu ile wamezuiliwa katika milango. Bwana akaona watu wake ile walivyo kama wafungwa, wanafanyishwa kazi ngumu bila malipo, wananyanyaswa, wananyanyasika bila kuonewa, wakiwa wanaonewa bila kukata tamaa. Maandiko inasema ya kwamba akasema, nimeyaona mateso yao, nimeshuka mwenyewe kwa ajili ya wasimamizi huko katika nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kuna mateso watu wanaopitia, kuna manyanyaso watu wanaonyanyaswa, kuna maumivu ambao watu wakiumizwa. Itangharimu mkono wa Bwana ashuke yeye mwenyewe, akutane na mateso, akutane na maumivu, ili akaweze kuokoa watu wake. Alishuka mwenyewe akaokoe watu, alishuka mwenyewe akapiganie watu, alishuka mwenyewe akatawale watu wake kupitia katika nchi ya utumwa. Walikuwa wakiteswa na wakiteseka. Ndipo Bwana akatokea katika mtu kijiti kama miale ya moto, akatokea kwenye kijiti. Musa akawa anaona ni kama anaona maono. Akasema, hiki kijiti lakini hakiungui. Alipokuwa akikaribia mahali pale, unaposoma hapo juu kidogo, maandiko inamwambia Musa, akaambiwa, simama uvue viatu, kwa maana mahali hapa niliyoko ni mahali patakatifu. Kwa nini aliambiwa uvue viatu? Inamaanisha ilikuwa ni avue viatu ili akaweze kuachana na dhambi, ili akaweze kuongoza wana wa Israeli, ili akaweze kutembea na watu wa Israeli. Bwana alipoona mateso yao, na alikuwa amewasimamishia mtu mmoja ambaye aliitwa Musa. Musa, ukisoma katika Kutoka 2 ule mstari wa kwanza na wa pili, maandiko inasema binti mmoja wa Kilawi na Kibrania, Bwana akiwabrania, wakaoana, wakapata mtoto, na walipopata mtoto wakajua mtoto ni mzuri. Maandiko inasema wakati wa Farao alikuwa anaamrisha watoto wa kiume waangamizwe, wauawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipoona ule kijana ni mzuri, wakatengeneza kisafina cha manyasi na lami, wakakwenda kukiweka kando ya mto. Binti Farao alipokuwa akishuka mtoni aoge, akakuta yule kijana analia katika ile kisafina. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanaendelea kuniambia ya kwamba akasema kisafina na kitolewe. Kilitolewa, wakafungua, akakuta kijana wa Kibrania, mtoto wa kiume mdogo analia. Wakaenda naye kumlea kule kwa nyumba ya Farao. Bwana apewe sifa. Akatumana mtu wa kulea mmoja wa Kibrania aende akalee.
umbo la mtoto wanamuita, wanamwambia mamake mtoto, njoo upewe kazi ya kunyonyesha mtoto wake. Yani walikuwa hajui ni mtoto wake, lakini yeye akapewa mtoto wake amnyonyeshe. Bwana apewe sifa. Huyu mama alikuwa na imani, huyu mtoto wangu amesaliwa, hata kama watu wanakufa, hata kama watoto wanaangamizwa, lakini huyu mtoto wangu ataishi. Akatengeneza kisafina cha sifa na lami na manyasi, akatupa mtoni ikando ya ufuoni. Binti Farao alipoona kile kisafina, akamchukua mtoto. Musa akalelewa katika nyumba ya Farao. Musa akakuwa ndani ya nyumba ya Farao. Musa akakaa ndani ya ndui, akawa kama mtoto wa binti Farao. Lakini alipokuwa mtu mzima, akasema nimekataa kuitwa mtoto wa Farao. Musa akamuondokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli wakawa naangamizwa, wana wa Israeli wakawa naumizwa, wana wa Israeli wakawa na nyanyaso. Lakini maandiko inasema ya kwamba Mungu akamtokea Musa, akamwambia pepe yake. Musa akawa anaandaliwa kwa ajili ya wana wa Israeli. Waisraeli wakateseka siku nyingi, Israeli wakateseka miaka mingi, wakanyanyaswa manyanyaso mengi, lakini ashukuriwe Bwana na abudiwe. Akasema nimeyaona mateso yao, nimeona manyanyaso na mapito, nimeshuka mimi mwenyewe ili nikaweze kuokoa na mikono ya maadui wa Misri. Sijui ni mateso gani umepitia wewe, sijui ni manyanyaso gani amekunyanyasa wewe. Inaweza ikawa umeteswa na magonjwa kwa watoto, inaweza ikawa umeteswa na magonjwa juu yako. Nimetumwa na Bwana nikwambie siku ya leo, anayaona mateso yako, anayaona mapigo yako, anayaona manyanyaso yako, anaona bizi adui anapokupeleka. Anashuka mwenyewe leo akuokoe, anashuka mwenyewe leo akuponye, anashuka mwenyewe leo akubariki. Leo atasikia kilio chako. Uliolia magonjwa yanaondoka, uliolia kudhulumiwa kunaondoka, uliolia kuonewa kunaondoka, uliolia kunyanyaswa kunaondoka. Haimaanishi ulinyanyasiwa kaunti gani, haimaanishi walisimama katika ikulu gani, haimaanishi walitoa sadaka aina gani. Habari njema, Yesu alitolewa akiwa dhabihu iliyo hai, na damu yake ikanena mema juu ya damu ya kuliko damu ya pili mwanadamu. Kuna damu inanena juu ya maisha yako, kuna damu inanena juu ya hali unaopitia, kuna damu inanena juu ya changamoto unaopitia. Haimaanishi ni nini inakutatiza. Mpendwa, simama tusonge mbele, tukamwabudu Mungu na kumtukuza Bwana. Haya anaenda kuonekana katika maisha yako. Hata kama umedhulumiwa, hata kama umenyanyaswa kikazi, kazi yako yendi, ukifungua biashara unafunga. Nimekuletea habari njema siku ya leo. Bwana anasikia kilio chako, Bwana anaona mateso yako, Bwana anaona manyanyaso yako. Ameshuka mwenyewe akupiganie na kuokoe katika jina la Yesu. Kuna watu wengi wamenyanyaswa, kuna watu wengi wamepimiwa maisha, kuna watu wengi wamepimiwa maisha. Hata kula ni tabu kwao, hata kubana kuishi ni kwao. Wamewekwa katika mateso, wamegandamizwa, wakawekwa chini. Lakini siku ya leo nakwambia Bwana anaona mateso yao, anasikia kilio chako kwa ajili ya wasimamishwa waliokusimamia maadui shetani, waliokusimamia katika ukoo wenu, waliokusimamia wakaziba na wakafunga milango, waliosimamia jamii wakaiteka nyara, waliosimamia nyota wakaziteka nyara, waliosimamia uzima na uhai wakauteka nyara, waliosimamia vipawa na wakaviteka nyara. Watu kuibiwa, watu dhulumiwa, watu unyanyaswa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Pigia Bwana makofi na pigelegele. Hata kama umenyanyaswa namna gani, hata kama milango imefungika namna gani, hata kama umelia namna gani, hata kama umeteswa namna gani, maandiko inasema Bwana akachungulia akaona mateso yao wenyewe. Haleluya. Yombi langu Bwana aone mateso yako. Yombi langu Bwana asikie kilio chako. Yombi langu Bwana aone kupinyiliwa kwako.
hiyo milango Bwana aone mapito, abadilishe njia katika jina la Yesu, abadilishe maisha yako katika jina la Yesu, abadilishe njia zako katika jina la Yesu. Kuna mapito nilipitia wakati moja, tuliabudu na watu kama nyinyi kanisa moja, nikakuwa na ule binti yangu mdogo akawa mgonjwa sana, mpaka watu wakawa wanamuita special. Sisi kama mnajua wale watoto wanaitwa special ni watu aina gani? Mimi sikujua special ni namna gani, mpaka watu ni wahubiri wengine wanamuita special, wengine waimbaji wakamuita special, na mimi nikasema huyo ni special ya Yesu. Yani nikitembea nakuta wananongone sana, ule mtoto si yako na ABCD, ule si wa kunyauka ni wa kuisha. Niliposoma maandiko nikamwambia Bwana, ulisema umeyaona mateso na umeshuka mwenyewe ukaniokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hiyo hali ngumu nimepitia, akaja kwangu babangu kuombea mtoto, akaniambia nimeonyeshwa mtoto huyu akiwa jitu bonge na sana, nimeona mwili mkubwa, nimeona mtoto amekuwa mkubwa sana. Akanipa nguvu na akanipa morali. Wakati watu walikuwa wanaongea mpaka mtaani nasikia mtoto wa Soni special. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mapito unaweza pita uitwe special, kuna mapito unaweza pitia watu wa kuongea. Wacha Bwana aachilie neema yake au uone taarifa yake katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani maumivu nilikuwa ninapitia pale, maumivu na shida niliyokuwa napitia pale, akaingia mwingine kwangu akawa anasema ya kwamba ni kama ninapigwa na Mungu. Sema pepo ashindwe, sema pepo ashindwe. Nikakasa mwendo, nikazidi kupunga na kuomba, lakini mzee hatakuingia. Yeye ndiye alinipa imani kidogo na akaniambia mtoto ni kibonge. Haleluya. La kupitia kutoka hapo wale watu tukaachana nao. Haleluya. Baadhi yao tukakatikana na wao, nikasonga upande wangu mwenyewe na wao wakapaki wao wenyewe huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana walikuwa nisumbua, walikuwa wako na matatizo. Hivyo ndivyo ilivyo katika hali ya mwanadamu. Inaweza ikawa ni shida, unashinda watu wakuone sumbua kama matatizo, lakini kuna Bwana ambaye ni jawabu ya matatizo. Hata kama watakukataa kwa ukoo, hata kama walikukataa kwa sababu ya Yesu, hata kama uligonjeka wakakuona huwezi kuona, unaye Bwana anayeponya, unaye Bwana anayeokoa. Hivi siku ya leo akikutana na ule mtoto na mama yake, wanaulisananga huyu ndio yule mtoto, wanaulisananga huyu ndio yule alikuwa ABCD. Mpendwa, mkono wa Bwana Yesu unapoingilia mahali kama kuna milango tuliyofungwa kukuzuia, tunaondoka katika jina la Yesu. Milango kwa mateso tunaondoka, milango kwa magonjwa tunaondoka, milango kwa kukuangusha tunaondoka, milango kwa mapepo tunaondoka, milango kwa shida na matatizo tunaondoka. Pigia Bwana shangwe na pigelegele, pigia Bwana shangwe na pigelegele, pigia Bwana shangwe na pigelegele. Siku moja tukatoka hapa tukaenda Mtongwe, tukipeleka binti fulani Mtongwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu binti alikuwa ni mgonjwa, nilikuta hapa kumeingia swini nani, na hawa watoto walikuwa ni watoto peke yake. Ule binti sio alipangiwa na nini hapa, akawa kubebeka bebeki, yeye amekuwa ni kama maiti. Hivi nimeingia hapa kwa gari, hayuko hapa siku ya leo, tukambeba moja kwa moja mpaka hospitali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipoingia mji wa Mtongwe, kumbe kuna watu waliniona hiyo siku ya Jumamosi. Nilipotoka hapo nikaingia hapa, ule binti akaenda kule hospitali, tukaomba na akatibiwa kidogo, akarudi normali, akawa mzima. Siku nyingine kukawa kuna binti fulani hivyo hivyo, tukamrudisha mji wa Mtongwe. Nilipoingia mjini nikapata watu wanaongea wakinongonezana, wanasema ule pastor, wale watu wangukanguka na vipapo vyovyo, anawapepa anawaleta hospitali. Nikawaambia walianguka muwaone, hivi sasa Yesu anawaponya na anawainua na anawatetea. Kutoka siku nikapandilisha maombi, nikaambia Bwana, angalia mateso na maumivu ya watoto hawa. Hivi mpaka leo Yesu alionekana
hawa watoto wote wakawa wazima. Pigia Bwana shangwe na vigelegele glory. Hiyo shida si ya kukumaliza, hiyo kudharauliwa si kwa kukumaliza, hiyo watu kuongea wataongea sana. Hata Yesu alikula nao na akakunywa nao, wakaanza kumnong'onezea jinsi ya kumuua na kumwangamiza. Hata kuingia ndani ya mji wa Nazareti akakutana na mtu aliyokuwa makaburini, akakemea mapepo yakaondoka. Walimwomba Yesu akisema ondoka kwetu. Unaposoma maandiko yale katika ile kitabu ule mstari wa 20, Yesu akiondoka, ule mtu akataka kumpata, akamwambia wewe usiondoke, baki hapa wasimulie yale matendo Bwana anatenda. Haleluya. Yule jinsi alikuwa makaburini, yule yani mtu alikuwa jielewi, akabakishwa na Yesu akihubiri habari ya ufalme. Yesu bila alimfungua, Yesu bila alimtoa makaburini, ule mji wa Likaponi watu wakaokoka, watu wakabadilika. Mwanafunzi wa Yesu ambaye alikuwa ni mwendo wa funguliwa kwanza, anahubiri habari ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kitu gani kilichokukoroga? Ni kitu gani kilichokufunga? Ni kitu gani kinozuia mtoto wako? Ni kitu gani kinozuia jamii yako? Ni kitu gani kinozuia anga yako? Ni kitu gani kilioingia kwa damu yako? Ni ugonjwa gani uliopandwa? Ni mbegu gani ilipowekwa? Maandiko inasema, akasema, nimesikia kilio chako dhidi ya wasimamizi wako, nimeshuka mimi mwenyewe nije nikuokoe katika adui wako, nimeshuka mimi mwenyewe nije niwaponye na maangamivu, nimeshuka mimi mwenyewe niwainue na niwashike mkono. Pigia Bwana shangwe na vigelegele. Watu wasikugandamishe kwa sababu ya hali yako, wasikudharau kwa mali wamekuona leo. Kesho wapiwa mutazame wakuone uko wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Hata kama imekuwa namna gani, hata kama unapitia mapito namna gani, hata kama umepitia shida namna gani, iko njia ya kuondoka. Bila shida ilipoingia, ina mlango wa kutoka. Mahali magonjwa yaliingilia kwako, yako na njia ya kuondoka. Mahali walikuwahi wakawa na kugandamiza, there is a way. Wakuache na upende, wakuache na ukabarikiwe, wakuache na ukaone Mungu. Hata kama wako kaunti gani, hata kama wako mkoa gani, hata kama wako mji gani, wanaokupiga vita na kwenda kinyume chako, wanaoiba vitu vyako mpaka afya yako. Inaweza ikawa watu walikuombea maombi mapana, wakapunga na wakaomba kinyume chako. Inaweza ikawa ni wachungaji walikuwa kwa upande mwangisi, wakakuwekelea mikono wakaiba vitu vyako. Nimekuja kukwambia Bwana ameona kilio chako, anakuja ondoe kila lawama. Kuna watu wamekwaswa na hata wachungaji, wengine wamekwaswa hata na huduma, wengine wamekwaswa hata na majirani, wengine wamekwaswa hata na watu wa ukoo. Yani mtu anavunjika moyo, hata kuingia nyumba ya ibada inakuwa na uzito ndani yake, inakuwa yani ni kama anaumia, inakuwa ni kama ana kilio ndani yake, kwa maana aliwekelewa maneno mazito. Ndipo wana wa Israeli walikuwa wamewekelewa maneno mazito, kazi nzito. Bwana akashuka mwenyewe, Bwana akashuka kama moto mwenyewe. Siku ya leo Bwana atashuka kama moto katika maisha yako. Siku ya leo Bwana atashuka kama moto katika kazi zako. Basi siku ya leo Bwana atashuka kama moto katika njia zako. Familia nyingi zinafungwa, familia nyingi zinaibiwa, milango ya baraka inafungwa, milango hata ya wokovu inafungwa, milango ya nuru ya uzima inafungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nimekuja niambie mtu siku ya leo, Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali umefika sivyo ulivyo. Haleluya. Bwana apewe sifa. Unaweza kuuba kiatu kama mimi bila nilikuwa sivai, naenda na chapali ya red na ya blue chini. Bwana apewe sifa. Unacheka nini? Chapali ya red na ya blue na bunga nayo mchini. Bwana apewe sifa. Haleluya. Chomelea nilikula kila siku sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mapito si ya
kukugandamiza. Mapito si ya kukuweka mahali ulio. Shida uliopitia wako watakuongea. Na wanapoongea unapata neema ya kupanda na ushuti, upone, uinuke, waseme ndio yule tuliona kama atakufa, ndio yule tuliona kama atashinda, ndio yule tulimuona akiwa ameelekea kaburini. Wanakuona wewe umeng'ara na unapendeza kwa jina la Yesu. Watu wapigie Bwana makofi na pigia. Kuna kipindi Yesu anashuka mwenyewe atukuke katika maisha yako. Kuna kipindi anatembea mwenyewe hakuondoe kwa hali ya maisha unaopitia. Haleluya. Wengine tunapopata kazi, wengine wanatoa sadaka kubwa kubwa waharibu kazi zetu. Bwana apewe sifa. Alafu kule wanakwenda tunapandwa mioyo ya kutotumika kwa madhabahu ya Mungu ili waibe nyota zetu na vipawa na kazi zetu. Sema pepo ashinde. Unapata mtu anaingia kazi, anaasishwa kazi, anatafuta tena, anaruhusu upate, lakini hautakaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni roho inainuliwa ya kugandamiza mtu kama wana wa Israeli walipogandamizwa mji wa Misri. Bwana apewe sifa. Ilibidi Bwana ashuke mwenyewe akutane na. Kuna hali lazima Mungu ashuke mwenyewe akutane na wewe, akukomboe pamoja na familia yako. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo Bwana anaposhuka anakutana na maisha ya mwanadamu. Kuna milango lazima tufunge ili akaweze kukufungulia milango mingine ya baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna marafiki lazima aondoe ili aweze kukuunganisha na rafiki wa ukweli. Bwana apewe sifa. Na wengine wakijua mambo yako ndio wanataka wakugandamize. Haleluya. Lakini nimekuja nikwambie, kwanza weka Yesu kuwa rafiki yako sana. Haleluya. Hebu nifungie mkono wako. Hebu nifungie mkono wako. Nataka nisungumze na mtu ashayapitia yeye mwenyewe. Mungu anajua mateso yako. Mungu anajua mapito yako. Mungu anajua changamoto yako. Mungu anajua vitu vinavyokutatiza. Andiko linasema akashuka mwenyewe. Akamwambia nimeona mateso na mapito unaopitia juu ya wasimamishi wenu. Kuna watu kusimamia maisha ya wanadamu wa watesi. Kuna watu kusimamia maisha ya wanadamu wa wapige vita. Kuna watu kusimamia maisha ya wanadamu wa wanyanyase. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama umenyanyaswa namna gani, hata kama umesimamiwa namna gani, hata kama umepigwa vita namna gani, unafika kipindi Yesu anashuka aondoe hao wanaokunyonga, aondoe hao wanaoharibu kazi zako, aondoe hao watu wanaokugandamisha. Haleluya. Unaona watu wengi katika mji kama huu, unaona mtu anakuangua na paka na anakufa. Bwana apewe sifa. Sisi kama umeona kitu kama hiyo. Haleluya. Mtu analala anakuta ametobolewa siri panya siri nini, ndio shida inaanza. Kama si muombaji unakuta kuondoka ameondoka. Bwana apewe sifa. Anafungwa kiroho, anadungwa injection za kuzimu za kimapepo kiroho, anapandikwa magonjwa kimaroho. Kila siku ni hospitali, asipopata maombi huyo mtu nasikia amefanya nini? Ameenda. Sema pepo shida. Hiyo ni wasimamizi wanaosimamia territory plan ili wapige watu wa Mungu vita, wakifungua milango na kufunga. Haleluya. Wanafungua ya magonjwa, wanafungua ya shida, wanamilikisha watu wa Mungu mateso, wanamilikisha watu wa Mungu magonjwa. Na watu wa Mungu unaposoma kitabu cha Mwanzo, akaomba mwanadamu kwa mfano wake, akamwambia atamiliki vitu vyote mpaka nyangome ile samaki kubwa baharini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunamilikishwa shida, mikosi, visirani, kukosa kazi, kukosa biashara, kukaa ya upweke, kukaa vibaya. Hiyo ni kumilikishwa na shetani. Tuliumbwa tutawale na tumiliki. Ambia mwenzako mimi ni mtawala. Mwambie mimi ni mtawala. Inaweza ikawa ni kutawala kiuchawi. Sasa wewe wanapanga kutumikia sasa uwatawale ala Yesu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amusha mzungu amelala. Haleluya. Bwana apewe sifa. Na wewe Paulo milikishwa na ukatawala. Haleluya. Wewe ndio utawatawala katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Pigia Bwana makofi na pigelegele kidogo. Kwa watu wengine tunauishi, yaani unapoingia mjini wanaanza kupiga makofi na makayama na nyimbo zao. Wanasema kale kataruni bure. Haleluya. Ama kataruni kakiwa juu ya kile, sema pepo shiki. Kabia mwenzako nitaenda na gari na nitarudi na gari. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitatoka na baraka na nitaingia na baraka. Kwa maana maandiko yanasema tunabarikiwa tunapotoka na tunabarikiwa tunapoingia. Haleluya. Wapige ngoma, wapige ramli, wapige kayama, hizo ni zao. Bwana apewe sifa. Ukiwa na Yesu utatembea sawa sawa. Hata kama wamekuzuia kwa malango ya masomo, hata kama wamekuzuia kwa malango ya ABCD, kuna mlango mbele yako. Ambia mwenzako kuna mlango mbele yako. Kuna mlango mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Farao alipambana wana wa Israeli wasiondoke Misri. Akainua milango ya kuwazuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akainua mambo mazito. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kila miujiza ikitendwa na kina Musa, Farao anatenda miujiza kama hiyo. Hivyo ikipigwa chini kwa nyoka, Farao na waganga na watu wanapiga inakuwa nyoka. Ya Musa ikameza miujiza yote ya nyoka za Farao. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka Bwana afanye muujiza moja kwako, umeza miujiza yote ya wachawi na mapepo wanaokusumbua katika jina la Yesu. Imeze miujiza yote isiyostahili ndani yako katika jina takatifu la Yesu. Wasimamishi wako na wapatilizaji wako wameswe na miujiza Bwana Yesu katika jina la Yesu. Utapigia Bwana makofi na vigelegele. Kwa muujiza moja tu ulitendeka kule Misri, Farao na waganga wake walishindwa kufanya. Haleluya. Waliambiwa pige fimbo chini, wainue mapumbi, kukatokea zile chawa. Haleluya. Zilipotokea chawa, waganga wa Farao na jeshi lake walifanya kitu chochote. Hiyo miujiza ya chawa haikuweza kutokea hata siku moja. Haleluya. Hadi unaona waganga wakipiga mapumbi unapata kunguni zimejaa kwa nyumba za watu. Unapiga dawa yachi. Wanabadilisha ule muujiza ulipigwa na Musa na Haruni, kukatokea chawa, Farao akashindwa. Haleluya. Wewe sona mtu anaua mende na asiishi. Wewe sona mtu anapiga kunguni na asiishi. Wewe sona watu wameliwa na punza na asiishi. Huo ndio ule muujiza ambao ulikataa kubadilika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akawa anaambia Musa, rauka mtoni mbele ya Farao. Kila siku rauka mbele ya Farao. Rauka mbele ya Farao. Haleluya. Hata kazini unaporauka mbele ya mafarao. Hata kwa biashara zako watangulia na ukafika mapema. Haleluya. Kwa huduma rauka, tangulia, fika mapema. Si saa 5 ndio hata uoge vizuri. Unabaa haraka unachomoka ndio saa 5 naingia kwa ibada. Watu waliomba wakaabudu. Haleluya. Musa walikuwa wanaambiwa raukeni mbele ya Farao. Hata kwa kazi rauka mbele ya mafarao, tangaza ukuu wa Bwana, tangaza baraka za Bwana. Kamata hanga, kamata biashara. Haleluya. Wakifika ulinena maneno mazito kinyume chao. Bwana apewe sifa. Lakini unalala mpaka unaota huko, unatoka na ujungu ile ya haleluya. Kumbe mafarao wamefanya mazito mbele yako. Unakuta kwenda mbele uwezi ukakwenda. Kwa maana kwanza unalala. Haleluya. Unalala usingizi wa dhambi, unalala usingizi wa kawaida. Badala urauke mapema uombe, wewe unalala unajifunika blanketi vizuri. Sema pepo ashindwe. Musa akaambiwa rauka mbele ya Farao. Bwana Yesu asifiwe sana. Farao akawa na moyo mgumu, lakini kuna muujiza ilitendeka, akawaruhusu wakwende. Huo muujiza unatendeka siku ya leo katika maisha yako, na watakuruhusu uende katika jina la Yesu. Huo muujiza utatendeka katika boma yako, na watakuacha katika jina la Yesu. Huo muujiza utatendeka katika maisha yako. Usio na kazi utapata katika jina la Yesu. Huo muujiza utatendeka kwako. Familia yako itakombolewa katika jina la Yesu.
familia zinatekwa nyara, pesa inatekwa nyara, maisha yanatekwa nyara, nyota zinatekwa nyara, vipawa vinatekwa nyara, hata wahuduma wanaondolewa wanatekwa nyara. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hapa mngekuwa mmengojea baadhi ya watu wametekwa nyara, amungeiba, amungeabudu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Watu raukiwa. Haleluya. Na waimbaji nao wakishaanza kuimba wanapandwa mapepo na maroho, wanajisikia kama kwamba wanaweza sana. Ndio unamwona Sandia yuko. Haleluya. Hao ndio wanaambia kaeni wiki 6 huko mbele tuacha nini. Haleluya. Ndio unaona mwingine naimba nasema haleluya. Nasema pastor anataka afanye kila kitu peke yake. Haleluya. Kazi ya Mungu itaki kusukuma wala kufanya nini? Kupembelezwa. Hapa nataka munielewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Shetani, kuna watu wakishaanza kungeli midogo, watoe mapepo waenda kwa mtu mmoja, wamekata kanisa, wanaenda huko kufungua branch. Sio kama umeona hiyo? Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Pigia Bwana makofi na vigelegele. Kuna vitu lazima Mungu akuamini ndiye akupatie Bwana. Bwana pesa. Wengi wamepotea wakitaka hivi vipawa vya kuponya, kupungua na kubariki. Paka ukae sawa sawa na Mungu. Ambia mwenzako mpaka ukae sawa sawa na Mungu. Kuna neema kuingia kwako, lazima uwe sawa na uwe tayari. Hata neema ya kubarikiwa uwe na pesa, mpaka uwe tayari kubarikiwa. Kuna wengine wakibarikiwa watakanyanga wale wengine vichwa. Bwana pesa. Haleluya. Haleluya. Pigia Bwana makofi na vigelegele pia. Kuna wengine wakibarikiwa wanakanyanga wengine vichwa. Kama ujue utakula na wao vipi. Mungu mpaka akupime. Haona njia, huyu mama ako tayari kubarikiwa, huyu mzee ako tayari kubarikiwa, huyu kijana ako tayari kubarikiwa. Mpaka ujiandae uaminike kwa Mungu akubariki. Na ndio utakapoaminika kwa nani? Kwa wanadamu. Hebu soma Isaya 60:11. Ulifunga Biblia mwanangu? Soma 60:11. Inasema malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Hayatafungwa mchana wala usiku. Hayatafungwa mchana wala usiku. Ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa. Ili watu wapate kukuletea utajiri wa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu inaitwa utajiri wa mataifa. Haleluya. Sema hiyo maiki. Kuna kitu inaitwa utajiri wa mataifa, mpaka uwe tayari kubarikiwa. Ndio yule amulisho akuletee, yule amulisho akuletee, yule amulisho aje anunue kwako, yule amulisho aje akuinue. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ukiwa tayari na Bwana, malango yako hayatafungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile milango alikuwa amefunga sana, sasa itakuwa wazi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko inasema yatafungwa, yatakuwa wazi daima, ili Bwana akuletee utajiri wa mataifa. Haleluya. Utajiri unaletwa na nani? Na Bwana. Haleluya. Maandiko inasema kwa maana yeye atupea nguvu za kufanyika kuwa matajiri. Matajiri una nguvu mpaka upate ya kuinuka. Bwana apewe sifa. Ya kubarikiwa. Haleluya. Ya kupenya kiroho. Haleluya. Kwa hivyo kuna malango yalikuwa yamefungwa ya watu, lazima tuyafungue. Pia mwenzako lazima yafunguliwe. Jamii iliyotekwa nyara lazima ikombolewe. Mawazo yaliyotekwa nyara na akili lazima ikombolewe. Biashara zilizotekwa nyara lazima zikombolewe. Ndoa zilizotekwa nyara lazima zikombolewe kwa jina la Yesu. Maadui walali wanakesha usiku kucha. Haleluya. Wanasafiri, wana teknolojia ya juu. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii kitu nilikuja nikaiona siku moja usiku, wakati nilikuwa najenga, nikawa nasema leo acha nikaangalie mawe nisibiwe. Usiku kama saa 8 nisikia nasukumwa, nikafanya hivi.
Niliona uteo umepita. Nikiona mwingine nikiona mwingine una mtu. Nikasema hii inaangusha kwa jina la Yesu. Na niona inaenda na ikaanguka chini ya kupita. Kutoka siku nikasema hapa wasipita tena. Wana helikopta sasa ile kitu inafanya mchele namna hii. Wana keti. Shwa, wamekwenda, wamekalia kifagio. Haleluya. Na hapa wewe unalala kama ngunia usiku, sema pepo shida. Kiingia saa 6 usiku amuka na ng'ombe. Haleluya. Watu wanaruka. Haleluya. Wanafunguo, yani saa kwako umefunga mlango na unapata wameingia ndani. Unapata mtu ananyongwa, unaamka ukisema Yesu Yesu. Watu wanakuingiliwa na kunyonga. Haleluya. Wanaingia wananyua mpaka watu wengine sura. Bwana pesa. Wanaingia mpaka wanachanja wengine nywele ama mali wanakula damu yao kidogo. Bwana pesa. Ukiamka umefia kwa vijembe ufai. Mtu anakuingilia anaingia. Umefunga milango, umefunga kila kitu, hakuna mwenye kuwasa. Lakini mtu anaingia na kunyonga. Nila kukamatwa kiroho na kuibua kiroho na kulala kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tuamuke, tuombe, tushike njia za Mungu. Tutembee na Mungu. Hii roho ina uwezo katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mtu anapungua duka, wanaenda wanatoa mbuzi, wanafunga ile duka mbuzi tu. Mbuzi. Na watu wabaya nao ni wanangaramika. Haleluya. Wanasema hii mlango tunafunga. Na unaona mtu amekwenda anafifia, wateja wanaondoka na wanafunga. Ni mbuzi ama kuku wa 700 ama 300. Bwana pesa. Haleluya. Ni lazima ujue kumuita Mungu na kutafuta Mungu na kusimama na Mungu. Haleluya. Bwana apewe sifa. Tunabarikiwa tunapotoka, tunabarikiwa tunapoingia. Lakini dhambi zetu na makosa yetu tunatutenga na utukufu wa Mungu na baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Siku ya leo tunamuita Mungu ashuke mwenyewe. Aokoe kazi zetu, aokoe mili yetu, aokoe maisha yetu, aokoe watoto wetu, aokoe biashara zetu. Haleluya. Hebu nifungie mkono hewa. Umefunga sikio moja mwanangu. Fungua. Haleluya. Pigia Yesu makofi na vigara. Mtajua ni nani alikuwa amefunga sikio moja. Yote hakuna ajua. Mimi ndio nimejua. Haleluya. Bwana pesa. Wana teknolojia viura vinamesa pesa. Panya sinamesa pesa. Haleluya. Pigia Bwana makofi na pigelele glory. Hata nikiwaambia mambo ya viura na panya mnakati. Mliona mlishuhudiwa. Panya sinamesa pesa. Viura. Umeona mengi sio? Na sinisha zikaacha. Kwa hivyo hiyo ni malango. Wanaiba pesa zako, wanaiba maisha yako, wanaiba nyota yako, wanaiba afya yako, wanakupeleka hivi yani usiendelee kuwa mtu duni hapa. Ambia mwenzako lazima tuondoke katika vifungo vya. Lazima familia zetu zikombolewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Familia inapoiwa inataka ikombolewe. Unajua zingine zinauzwa kwa ukoo bila kujua. Lakini kupitia damu ya Yesu watu wanafanya nini? Wanakombolewa. Biblia inasema akashuka mwenyewe kuwaokoa. Kuna vile utasimama na Mungu atashuka. Anajua siri zako, anajua unayopitia, anajua kule uliposaliwa, anajua kule ulipotokea, anajua kitu kinaokusumbua, anajua mambo yanayokutatiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema nimeshuka mwenyewe niokoe watu wangu dhidi ya wasimamishi. Sijui ufalme gani umesimama kiume na kasi yako, ndio maana yeye. Sijui ufalme gani unasimama kiume na watoto wako. Sijui ufalme gani unasimama kiume na maisha yako. Tunainua ufalme ambao ni wa Yesu. Bwana pesa. Wakikumulika wanapigwa na rangi ya moto na nguvu za Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakijaribu kutua juu wanaanguka, wanaisha katika jina la Yesu. Wakijaribu kukupatilia wanapigwa na moto katika jina takatifu la Yesu. Haleluya. Hapa watu wamepitia mengi katika mji wa Mombasa, wengine ni kuongea waongei. Haleluya. Haleluya. Pigia Bwana makofi na vigelegele.
Pigia Bwana makofi na vigelegele. Kwa hivyo hizo safari lazima sikatike katika jina la Yesu. Milango waliofunga iondoke katika jina la Yesu. Watu walio vizuizini vya magonjwa waondolewe katika jina la Yesu. Walio vizuizini vya matatizo waondolewe katika jina la Yesu. Walioiba image yako, wanakupeleleza, wanaingia, wanafanya bila wanataka, hiyo tunairudisha katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kila kitu kina password. Kila familia iko na password. Hata simu yako ina password. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaweza ikawa kuna password ya ukoo wenu ilipigwa na ikawekwa matatizo. Yesu atakuwa password juu ya maisha yako. Haleluya. Haleluya. Unapokuwa na kazi wanakufurahia, ikiisha wanakula kubwa, wanakuacha. Sema pepo shindwe. Sema shindwe. Wacha Bwana kuwe password yako. Ukiingia kwa kazi, ukiinuka, ukibarikiwa, mambo yatakuwa sasa. Wanasema itabariki kazi ya mikono yako. Halo, nifungie mkono. Kazi yako itabarikiwa. Uzao wako utabarikiwa. Maisha yako yatabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ujumbe huu kwa familia, kuna familia nyingi zinapitia majanga, mapito mazito yasiyoelezeka. Bwana apesi kutoka kwa mababu, kutoka kwa manyanya, kutoka kwa ukoo, hao ni wana. Haleluya. Unapopokea Yesu, unapokuwa na Yesu, unaanza hatua mpya na unaanza kujitenga na maroho ya ukoo, madhabahu ya ukoo, vitu vya ukoo, bila tamaduni na desturi. Haleluya. Ninapoenda kumalizia, nataka nikuambie milango inafunguka katika jina la Yesu. Wengine unapoingia katika mwezi huu wa 10 na 11, ndio unapata watu wengi wamekufa, watu wengi wanaisha. Haleluya. Nikawa jambo fulani akaniambia mwezi huu kuna watu wawili wamepotea kwa ukoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata tuwe makini tunapoingia mwezi wa 10 tukielekea Desemba. Hapo ndio makafara mengi na masadaka mengi hutolewa kwa ufalme wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasi tunapaswa tujiconnect, tujiweke wakfu katika madhabahu ya Bwana. Unatafuta sadaka ya kuconnect familia yako, kuweka wakfu kwa madhabahu ya Bwana. Haleluya. Lakini kwetu sisi wateule tuko na taabu. Haleluya. Watu wanaoagiza na kuweka wakfu na wanaondoa mtu pole pole. Wanamweka mtu wakfu na wanakuwa anaingia kwake pole pole. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna rasta moja alikuwa na rasta kama 12 katika kichwa. Kila akilala inaenda moja. Sikuwa zimekatwa 7. Inakatwa moja na 2 katwa jana usiku ilikatwa tukaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Leo anachukua moja, kesho auoni na usikii. Sema shindwe. Sema shindwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni lazima tukolee kwa Bwana Yesu. Tushike njia za utakatifu, tutende mambo mazuri, tuende katika vile Bwana anavyotaka tufanye nini? Tuende. Simama kwa miguu yako.